Karibu kwenye Pesa Vibe. Leo tunazungumza kuhusu ukweli ambao kila mtu anatakiwa kuuchukua kwa uzito. Ni jukumu lako kuunda maisha yako mwenyewe. Hakuna mtu atakayeja kunusuru maisha yako. Hakuna serikali, hakuna ndugu, hakuna rafiki. Wewe ndio msanii. Wewe ndio fundi mkuu wa maisha yako. Na leo tutapita kwenye hoja 5 nzito zitakazokusaidia kuanza kuunda maisha unayotaka bila visingizio. Jambo la kwanza, kubali ukweli kwamba hakuna atakayekuja kukusaidia. Hii ndiyo ngazi ya kwanza ya uhuru wa kifedha, kimaamuzi na kimaendeleo. Watu wengi wanapotea kwa sababu wanadhani siku moja kuna mtu ataja na kuwaokoa, bosi, serikali, jamii au hata bahati. Lakini ukweli ni kwamba maisha yako hayabadiliki mpaka ubebe jukumu la kuyabadilisha. Hata mtu akikuonea huruma, bado hawezi kubadili maisha yako kwa niaba yako. Katika utafiti wa American Psychological Association, watu wanaojiona kama wahanga wanachelewa kuanza hatua muhimu za mafanikio. Wanaamini kwamba maisha yao yanaendeshwa na nguvu za nje. Lakini wale wanaochukua jukumu, hata bila kuwa na rasilimali nyingi, hutengeneza kiwango cha mafanikio kinachoonekana kama miujiza kwa watu wengine. Mfano rahisi. Mtu ambaye anaona kuwa hana ajira anaweza kulalamika miaka. Lakini mtu ambaye anachukua jukumu, hata bila pesa, anaweza kuanza kuosha magari, kuanza biashara ya simu, kuanza kuuza vitu vidogo. Hakuna kilicho kidogo kilicho kikubwa, ni kuchukua hatua. Kuanzia leo, tamka na ujiseme. Maisha yangu ni wajibu wangu. Mabadiliko yangu ni kazi yangu. Jambo la pili, chagua maamuzi yanayounda mustakabali wako. Kila mtu anayo ndoto, lakini wachache wana maamuzi mazuri ya kila siku kuziunga mkono. Maisha unayoishi leo ni matokeo ya maamuzi uliofanya miaka ya nyuma. Maisha utakayoishi miaka 5 ijayo ni matokeo ya maamuzi unayofanya sasa. Maamuzi madogo ya kila siku yanaangusha au kuinua maisha ya mtu. Kila siku unafanya maamuzi kama kuamka mapema au kulala hadi jua lipande, kutumia pesa au kuwekeza pesa, kushinda Instagram au kusoma kitabu, kulalamika au kuchukua hatua. Binadamu wengi hutaka maisha mazuri bila kufanya maamuzi magumu. Utafiti wa Stanford unaonyesha kwamba watu wanaojizoesha kufanya maamuzi yenye nidhamu madogo madogo kila siku hufanikiwa zaidi kuliko wale wanaotafuta motisha. Nidhamu versus motisha. Mfano, Elon Musk aliamua kujifunza mambo ambayo hayafahamu. Akachagua maamuzi magumu kutoka kufanya kazi masaa 100 kwa wiki hadi kuuza kampuni moja kuanzisha nyingine. Siri kubwa ya kuunda maisha yako. Badilisha maamuzi madogo. Dunia itabadilika yenyewe. Jambo la tatu. Jenga tabia zinazoendana na mafanikio. Huwezi kutengeneza maisha mapya ukiwa na tabia zile zile za zamani. Tabia ni engine, ndizo zinazojenga au kuharibu mustakabali wa mtu. Tabia zako ziko juu kuliko malengo yako. Malengo ni mazuri lakini bila tabia bora, unashinda tu ukiwa na ndoto nzuri. James Clear, mwandishi wa Atomic Habits anasema, unainuka au kuanguka kulingana na mfumo wa tabia zako. Tabia 3 muhimu zinazounda maisha. 1. Tabia ya kujifunza kila siku. Kusoma vitabu, video za elimu, podcast, maarifa mapya, mwelekeo mpya. 2. Tabia ya kuweka akiba na kuwekeza. Kuacha kutumia pesa kiholehela na kuanza kuituma ikununue mustakabali wako. 3. Tabia ya kupanga na kutekeleza. Hakuna mafanikio kwa kubahatisha. Ratiba ndiyo dira ya maisha. Kila mtu anayefanikiwa ana tabia zinazojenga uthabiti, nidhamu na malengo ya muda mrefu. Jambo la 4. Ondoa visingizio na chukua hatua. Visingizio ni sumu ya ndoto. Vinaonekana vidogo lakini vina uwezo wa kubana maisha ya mtu hadi mwisho wa uhai. Baadhi ya visingizio tulivyozoea: sina muda, sina pesa, sina vifaa, nitaanza kesho, sijui nianzie wapi, watu watanionaje, nitashindwa. Ukweli mchungu ni huu:
Visingizio vinakufanya uishi maisha ya watu wa kawaida wakati uwezo wako ni wa mtu mkubwa. Utafiti wa University of Scranton unaonyesha kwamba 92% ya watu wanaweka malengo mapya ya mwaka hushindwa kuyafikia, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawachukui hatua za mwanzo. Mfano, kama hujui namna ya kuanza biashara, anza na kile ulichonacho, chukua hatua ndogo, jifunze ukiendelea, badilisha mbinu ukikwama. Hatua ndogo ni bora kuliko kutokusonga kabisa. Hatua ndogo leo inaweza kugeuka mabadiliko makubwa miaka 3 ijayo. Jambo la 5, chukua udhibiti wa mawazo yako na mazingira yako. Huwezi kuunda maisha makubwa ukiwa na mawazo madogo. Huwezi kuwa mtu wa mafanikio ukiwa utumia akili iliyojazwa woga, mashaka na mawazo hasira. Maisha yako yanatoka ndani kwenda nje. Unachowaza ndicho unachofanya. Unachofanya ndicho unachopata. Vitu viwili ambavyo vinaathiri sana mafanikio yako. Kwanza, mawazo unaoruhusu kwenye akili yako. Pili, watu unaojiweka karibu. Neuroscience research inaonyesha kwamba ubongo wa binadamu hujenga tabia kulingana na mazingira na taarifa unazoruhusu ziingie kila siku. Kama marafiki zako ni wavivu, utakuwa mvivu. Kama watu wanaokuzunguka hawana ndoto, hata zako zitasinyaa. Suluhisho: jenga fikra chanya kila siku. Soma habari zinazojenga, si zinazokufanya kuogopa. Tafuta watu wanaokutia nguvu, si wanaokukatisha tamaa. Tafuta mazingira yanayokuwa. Ukibadilisha mazingira, unabadilisha maisha. Maisha yako ni kama shamba. Kama hutapanda mbegu, hakuna kitakachoota. Kama hutapalia, magugu yatakula kila kitu. Maisha yako ni jukumu lako. Weka maamuzi mapya. Jenga tabia bora. Chukua hatua. Badilisha mazingira. Beba jukumu la maisha yako na uanze leo.